na kuteketea. Tunakubali vipi kuendelea kuwasikiliza watu wajinga kama hao na kuwapa airtime ya kuzidi kupumua katika taifa letu? Lazima tuamke tukalikomboe taifa. Utaratibu tulionao sasa hivi, taifa linakombolewa. Hatutonyamaza na hatupo tayari kukaa kimya. Lazima taifa tulikomboe. Kwa sababu wanakoelekea hatutonyamaza na hatupo zima mic. Mnanikatisha steam. Wanakoelekea hawa watu, tutakuja kujikuta hata kiatu ulichovaa, umevaa kiatu ni cha kwako tayari kilishauzwa. Kwa mfumo waliokuja nao, kama wameanza kwa kuuza rasilimali za taifa, wameona haitoshi, wameuza rasilimali za taifa, wameuza airport, wameuza migodi, wanauza hifadhi. Dakika za mwisho leo wameelekea kwenda kuuza akiba ya taifa ya dhahabu. Tunakoelekea ni wapi? Tunakoelekea, tusipokuwa makini, tunakwenda kuuzwa mpaka na sisi na watoto wetu watauzwa. Mpaka boxer uliovaa utajikuta imeuzwa kwa sababu ya uzembe wa kufikiria na kufanya maamuzi bado asubuhi. Tumeamua kuungana kwa pamoja. Tuna imani hii timu ina nguvu na watu wengi ambao wako tayari kushikana pamoja na sisi. Tuna uhakika lazima Tanganyika ikombolewe. Inakombolewa, iwe kwa jua, iwe mvua, iwe usiku, iwe mchana, lazima tuikomboe. Ndugu zangu, watoto wa Chuga, wazee wa Chuga, vijana wazalendo mliojitolea kupambana kwa ajili ya taifa, miaka yote toka dunia imeanza, toka mimi ninazaliwa katika taifa la Tanganyika, sikuwahi kusikia wazee wa Chuga huwa ni wazembe, wanaishi kizembe. Kwa sababu kama ni nyama, mimi ninajua nyama zimezaliwa huko, nyama zimezaliwa Chuga, Arusha ndiko nyama zimefikia. Na kuaje wazembe? Ndugu zangu, wazee wa Chuga, wa Masai, mnafanya nini? Wachaga mnafanya nini jamani? Wazee wa Chuga mna nini mnafanya? Mmekuaje leo? Mnakuaje wazembe? Mtu mwenda wazimu mmoja, shoga mmoja anayeliwa bila mpangilio anakwenda kuwatawala. Bwana umegani? Ulishaona mwanamume anamiliki matako? Hakuna mwanamume anamiliki matako kwenye hili. Sifa ya mwanaume kuwa mzalendo. Kuwa mzalendo kwa ajili ya taifa lako, kupigania haki ya taifa lako. Leo unakubali ndugu zetu wameuawa tarehe 29, tumepoteza ndugu zetu, wake zetu. Unakuja kwenda kusimama badala ya kuisemea haki juu ya taifa ya ndugu waliouawa, unakwenda kusimama kusema unataka maliziano. Unataka maliziano, unataka amani. Unataka amani hali ya kuwa haujakiri umetuua. Kwa nini ulituua? Kwa nini uliamrisha jeshi na polisi watuue? Na baada ya kuliamrisha jeshi na polisi kutuua, dakika za mwisho umechukua hatua gani? Hujatuomba msamaha na hujakiri makosa yako. Unasimama kwa ajili ya kusema tumekuja kwa ajili ya kutafuta maliziano. Maliziano na nani? Ulisema walioandamana ni watu kutoka taifa jirani. I mean, anatengeneza mifumo ya kutuchonganisha sisi na Wakenya, kutuchonganisha sisi na mataifa ya wazungu kwa kutengeneza mifumo kwamba mabeberu wanawachochea kuharibu nchi yenu. Samia pamoja na timu yake ndio beberu ambaye anaitafuna Tanzania. Mzungu hana ubeberu wowote, wala mataifa jirani hana ubeberu na taifa letu, kwa sababu wazungu wangekuwa ni mabeberu katika taifa la Tanganyika. Leo ndugu zetu walioko nje ya taifa letu, walioko Kenya, walioko Uganda, Rwanda, waliozurula huko mataifa ya watu diaspora, wasingekuwa wanaishi diaspora endapo kama mzungu angekuwa ni beberu katika taifa letu. Ni miaka mingapi toka ubeberu umeondoka? Mzungu kaondoka miaka gani? Ana miaka mingapi hayupo katika taifa letu? Mkoloni ameondolewa muda gani? Na je, kuna mabadiliko gani yaliyokuja baada ya kuwa wamemuondoa mkoloni katika taifa la Tanzania zaidi ya kucheza na akili zetu na kutupima? Ndugu zangu, tusikubali kubebewa akili na watu wachache wapumbavu, wapuuzi, wajinga kama Samia pamoja na mashetani wenziwe, maaskari na wanajeshi wake wajinga wasiojitambua, walioshindwa kusema kwa ajili ya kutetea haki ya Watanganyika waliouawa kinyama kikatili pasipo hatia. Haki yangu kama Mtanganyika kuandamana ni haki ya kikatiba kuandamana. Wanataka kuniambia haki ya kikatiba, mimi sina haki ya kuandamana? Tumeandaa maandamano ya amani, tumeingia barabarani, wametuua. Leo unakuja kusema badala ya kukiri makosa yako umewaua Watanganyika. Tulikuwa hatuna silaha, tumeenda barabarani kwa amani, wangetii hakuna chochote ambacho kingetokea katika maisha. Alafu bado hata jeshi ni wale wapumbavu wajinga, kwa sababu tukiangalia uhalisia, jeshi lilikuwa linakuja linahamasisha watu watoke ndani. Tukisha toka ndani, jeshi linaondoka linatuacha, askari wanakuja kutuua. Maana yake ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni plani na mtego ya kutumaliza Watanganyika. Na ni kwa nini huwa na plani ya kumaliza vijana wote wenye damu inayochemka kwa ajili ya kutetea taifa la Tanganyika? Kwenye Tanganyika hii wabaki akina nani? Wabaki wazee wenda wazimu ambao utaweza kuwatawala unavyotaka? Maana ya kutunyima haki za msingi, tumenyimwa elimu Tanganyika. Elimu yetu ya Tanzania ni mbovu sana, lakini cha ajabu hii elimu mbovu badala ya kuipandisha ikue na kuiboresha, inazidi kuporomoshwa. Tulikuwa tunafika darasa la 7, watu wanamaliza darasa la 7 hawajui kusoma wala kuandika. Leo wamekuja kuishusha elimu hii,
wameirudisha kuwa darasa la 6. Maana yake ni nini? Kuwatengeneza Watanganyika wengi zaidi wapumbavu, wapuuzi, wasiokuwa na akili na uelewa na utambuzi wa kutambua yoyote chochote kile. Wasisome katiba wakaijua, wasijue sheria na mikataba yao mibovu wanayoisaini. Alafu ni hivi, waambie hivi, katiba ibara ya 19 na 21 25 ya katiba ya Jamhuri ya Tanzania inamruhusu mwananchi kujihusisha na chama chochote kile, kujihusisha na mikutano, kujihusisha na maandamano. Tunaruhusiwa kufanya maandamano, tunaruhusiwa kujihusisha na mikutano. Hatuna muda kubembelezana na polisi. Utaratibu uliopo wakati tulionao sasa, ombeni niwaambie wazee, tusibebewe akili na watu wenda wazimu, wapumbavu, wajinga, washenzi kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jeshi lake pamoja na polisi, wajinga wenda wazimu wasiojitambua. Unakula kiapo kwa ajili ya kumlinda raia na mali zake, unadiriki kugeuka unakwenda kuwaua raia pamoja na mali zao. Unasimama katika vyombo vya habari kwa ajili ya kudhalilisha taifa, unasema walioua watu waliingia kutoka mataifa jirani. Hawaoni kama wanajidhalilisha wao wenyewe, kwa sababu tayari unadhalilisha usalama wa taifa lako na nchi yako kwa kusema watu waliingia. Ina maana hakuna ulinzi katika hilo taifa, vyombo vya usalama wa taifa havipo katika taifa, na ndio maana watu wanaingia kiolela kama shimoni, kama chooni kwenda kujisaidia. Choo chenyewe kinaodi kuhakikisha kuna mtu ndani, hakuna mtu ndio uingie. Leo unakuja kusimama kwenye media kwa asili, yani mtu anajiita ni waziri. Hivi kwanza ni waziri gani? Kwa sababu waziri aliyoko madarakani, waziri mkuu, ameiba jina, na jina aliyoliiba tunajua ameliiba kwa nani, na huyu aliyemuibia jina leo ni mchoma mkaa, yuko mapolini anahangaika, hana elimu yoyote ya kutusumbua. Leo unakuja kusimama unawaambia watu vitu vya ajabu, unasema kwenye media, unazidi kutuzalilisha na kuzalilisha taifa. Unashindwa kusimama kwa ajili ya kusemea watu wako katika taifa. Ndugu zetu wangapi wanakufa Oman, wanakufa Dubai, Abu Dhabi huko pamoja na Katari, wanauawa wangapi wa Tanzania? Ulishaona kiongozi gani mwenda wazimu mpumbavu anayesimama kwa ajili ya kusemea sauti za Watanganyika wanaouawa na kuteseka mataifa ya nje? Hakuna kiongozi wa Tanganyika hata mmoja. Leo unakuja kuingia kutaka kutengeneza uhasama baina ya wewe ya taifa lako. Yaani anatafuta namna ya kututengenezea Watanganyika sisi uhasama na mataifa jirani. Atutengenezee uhasama na Wakenya, atutengenezee uhasama na Rwanda, ili kusudi tujikute tunabaki tuko kisiwani kama kifungoni. Likitokea lolote hatuna pa kuelekea wala kukimbilia. Tunakubali vipi? Yeye Samia na timu yake na serikali yake ya watu wachache, watu 145 wanaokula mapato na uchumi wa raia milioni 64 kwenda mbele, ndio wa mabeberu na mabepari, washenzi, watekaji, wauaji, wanyongaji na wanaotulawiti usiku na mchana. Tunakubalije kuwapa ya time wajinga kama hao? Hao ni wakumbavu, wakuuzi na kutani. Wanangu, nikimalizia tuko na animal hapa. Tumeamua sisi ni vikundi tumetengeneza. John Shaw anakuja, tumeishaamua kwamba sisi hatutakubali damu ya ndugu zetu ziondoke bure. Hatukubali damu ya ndugu zetu ziende bure. TFF. Nafunga kikao kwa kusema, nataka nizime mic. Naomba niseme kwamba tusikubali kutengenezewa uhasama wa Tanzania na wa Kenya, Waganda, Wanyarwanda wala taifa lolote, kwa sababu udhaifu wa taifa letu kuonekana ni taifa la ajabu lisilofaa linaanza na viongozi wenyewe. Viongozi ndo wanataka kututengenezea mpasuko mkubwa na uhasama na mataifa ya jirani ambayo yanatusapoti na kutusikiliza sisi. Tusije tukakubali kutawaliwa na wapumbavu. Kuliko kuwaacha madarakani Samia pamoja na timu yake na CCM, ni bora tulikabidhi taifa letu kwa wazungu, lirudi kwenye mikono ya mkoloni mweupe, azidi sio kumwachia Samia na timu yake wapumbavu, wenda wazimu, mashetani, watekaji, wauaji na wafiraji. Hatuwezi kukubali kuendelea kuachia nchi. Haiwezekani ndugu zangu. Kwa kuongezea hapo 130 ngapi katika bunge, ila naamini tuko wengi. Tuhakikisheni tunahamasisha wote nyuma yetu, tupambane kulikomboa taifa. Haiwezekani. Huu ni ujinga. Tunakuwa wakimbizi kwenye taifa letu, tunaacha maisha yetu na familia zetu kwa sababu ya kukimbia. Nini maana yake? Tunakuwa watumwa katika taifa la kwetu? Hapana, haiwezekani. Lazima tulikomboe taifa. Mungu abariki sana TFF, Mungu abariki Tanzania, Mungu abariki Tanganyika. TFF tarehe 23 tunakuja. Asante sana. Ngoja niongezee namuongezea animu hapo dakika 2 kwamba mnaona South Africa inatuzidi uchumi. South Africa inazidi nchi nyingi za Afrika uchumi. Kwa sababu gani? Nahisi ni kwa sababu imekuwa ya mwisho sana, nchi ya mwisho sana kupewa uhuru na wakoloni. Ilipokea maendeleo ya kushiba, maendeleo ya kutosha. Japo walichelewa kupewa uhuru, walinyanyasika, lakini
mnakiona walionyanyasika huko waje kwa wingi. Saike, thank you so much. Mama V, thank you so much. Badria, thank you so much for sharing our life. Happiness, thank you so much for sending live. Growth, thank you so much. D, thank you so much. Happiness, thank you so much. One wa haki umejoin tena jamani, makubwa. Haya Al, thank you so much. Gwan, niko naangalia hapa. Anahangaika huyo mtu. Jacob, mimi nilimkuta anatoa maua ya rozi kwenye live ya Redina. Nikasema huyu ndo tunasema mwenzetu, huyu anatoa maua ya rozi kwenye live ya maadui zetu. Huyu mtu huyu sio mwenzetu. Mimi na appreciate wanawake. Jamaa Tanzania nimebadilisha Arusha. Nimemwona Riki. Mbloku si mute mbloku. Si hatutaki nani zaga hapa katika nani live bwana. Hamna kumute mbloku tu. Mnaona hata huyu Bwana anasema ashawahi kumuona. Mimi na appreciate akina live. Jadi mbloku hata unaweza huko. Ni kwangu huko live imeganda. Na tutap. Moringa, thank you so much. Niwape maua yenu. Light, ngoja niwape maua yenu. Na appreciate Light. Arusha Chuga, wakina Omea, wakina Omea, wakina Light, wakina Arusha Chuga, wakina Kasabubu, wakina wanawake wengi ambao sijawahi kuwakuta kwenye live wakijadili watu, wala wakijadili wapigania haki wenzao. Ni wanawake ambao wako tayari kupanda live hata ya UVCCM kutukanana nao. Sasa huyu wa kwetu huyu mbaya mpaka tulimpa kabisa uhosti. Kwa nini yeye apandishe live aanze kutukana watu? Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta hata kwenye wanawake walio vyuma hayumo hata kwenye hiyo listi. Kwa hiyo nyinyi ambao wanawake mnajituma, Mungu awabariki. Mtalikomboa taifa lenu, nasi tuko nyuma yenu, kaka zenu na wame zenu. Asante. Thank you so much Mr. Tanzania. Miriam, thank you so much. One sio wa kwetu jamani, sio wa kwetu. Mdudu, you are welcome for joining. Thank you so much guys for sending love. Mmeacha kushare, mmeacha kutap jamani, tuendelee kidogo, dakika moja tu imebaki, watu waendelee na nondo. Miss, one sio wa kwetu kabisa. Newton, you are welcome. Fighter, you are welcome. Let's fight together. Mado, you are welcome. Mbona sioni watu wakituma makopa au tushaganda? Wanatuma. D, thank you so much for sending love. D, thank you so much. Tanzanite, you are welcome. For Z, thank you. You are welcome for joining. Mdudu, thank you so much for sending love. Datu, thank you so much. Jacob Robert, thank you so much. Share live kwa watu watatu, share live kwa watu watatu. Mama Vito weka kikombe. Mama Vito toa kikombe. Mama V, popote pale ulipo toa kikombe. Sugar. Jamani, nasikika. Unasikika? Naomba jamani mnifollow Mnea. Please familia yangu naomba mnifollow. Tanzania. Jamani tunaendelea, tumfollow Mnea, tutumie dakika zetu kama 5 hivi tumfollow Mnea kwa wingi kabisa, kwa kasi ya ajabu, tumfollow kila aliyoko hapo juu. Wakati tunamfollow jamani, tuendelee kutap na kutuma makopa na kushare juu. Tumfollow, tuwafollow watu wote walioko juu. Taifa lolote mimi nawaambia ambalo utawaona wanawake wameamka na wakawa mstari wa mbele, hilo taifa tayari limekombolewa. Ukombozi ni lazima. Mwanamke akiamua kusimama, unaweza kupanda kutusalimia. Akisimama mwanamke, hakika taifa tunalikomboa ndugu zangu. Mimi na uhakika. Na taifa la kwetu haliwezi likaendeshwa na kiongozi mwendawazimu asiokuwa na hekima, busara na upendo ndani yake na hofu ya Mungu. Tukasema ni kiongozi anatofaa kuishi na sisi. Hafai kuitwa kiongozi katika taifa letu mjinga mpumbavu kama huyo. Lazima aondoke katika taifa. Karibu tunaitwa na mjinga. Taifa lenye wingi wa mali, lina wingi wa rasilimali na miundombinu za kutosha katika taifa, wingi wa madini, tuna kipande kikubwa cha bahari, tuna ziwa Victoria kila kona ya mkoa. Tunakuja kutawaliwa na mshenzi mmoja, afu tunashindwa kubadilisha nchi. Nchi inabaki kuteseka. Kesho naambia mabeberu, hamuoni Ulaya jinsi walivyo.
Ulaya utakuja kupaona Ulaya ni kama Tanzania. Ulaya sio kama Tanzania, licha ni mabeberu ndo wanatawala. Tazama maisha ya Ulaya, utakuja unaongelesha Tanzania kwake na kuzungumzia amefanya nini. Yaani hakuna kitu kinanikwaza kama ninapopiga hatua kwenda barabarani. Ukipiga hatua mbili unakutana na choo kimejengwa. Hiki choo kimejengwa kwa hisani ya Mchina, ya watu wa China. Hivi kweli una akili timamu, kiongozi mwenye akili timamu? Tanzania imejaza rasilimali za kutosha. Tuna madini, tuna kila kitu, tuna ziwa, tuna bahari, kipande cha bahari kina kilomita 1000 na kitu. Unakuja kutujengea choo, unatuambia kimejengwa kwa hisani ya Mwingereza, kwa hisani ya watu wa Marekani. Unakusana na glasi ya plastiki, unaambiwa hii glasi imetengenezwa kwa made in UAE, mara made in China. Nini maana yake inakuwa? Nini maana ya kuwa na Tanzania ambayo haina chochote cha kwetu? Barabara kila siku zinajengwa, kila anayeingia madarakani anazungumzia barabara. Hakuna mabadiliko yoyote yanayokuja katika taifa zaidi ya ujinga tu. Ndugu zetu wanakufa mahospitali kwa kukosa huduma, wanakosa madawa, wanakosa Arusha, hebu msaki wangu kaka samani, hebu huyo nani msachi wewe, mimi simuoni wanu wanasikia na ripoti hapa. Mbloko Arusha, mbloko msachi huko, mimi simuoni. Kuma la mama yake, malaya mchafu anuka kuma na mkundu, kuma la mama yake. Senge, watu tuko serious hapa. Hapa atuletea usenge kuma la mama yake. Acha kuniletea usenge aise, nimetulia unaona kama vile kazarabubu nimetulia hapa naona mimi mavuzi tembo sio. Acha usenge basi, kuwa na adabu aise. Tuko hapa kwenye mikakati ya kukomboa nchi aise. Oya, kama unapoza shilingi 10 aise, nenda kale huko sio kunichafua aise. Acha kunishika mavuzi, nishanyoa. Oya, nenda kwenye live zingine aise. Live yangu kibloka kwa mama anakuja kukunywa mavuzi na kucha. Aendelee jamani, samanini. Amenawa mtumbu wa Libwengo, amerukia mtumbu. Mimi naambiaga mtu ukiwa mwema huwezi kuwa kila mtu mbaya, na kila mtu ambaye ni mpigania haki anakutuhumu. Mimi kuna wanawake nikiwakuta wanazungumza na wapa maua yao. Na malaya kuma chafu inanuka, akaoshe kuma kwanza. Kuma na mama machungu hapa. Atulali usiku, tunakaa mabungeni huko kupanga mikakati na kula kuma hapa. Kuna mchafu mwenzie huko. Kuma na mama yake, si hatutaki katika live yetu hapa. Kuma na mama yake, kuma yake chafu Beta Force, mimi nimefurahi sana kuwa pamoja na kakaangu nani Animal, yani nimefurahi sana yani big up. Yani kuwa pamoja yani nimefurahi sana, na mzidi kutafutana huko. Tutaikomboa tu nchi yetu. Huko nani Recho Dangu na nani wako live wanatoa manondo ya ajabu huko. Wanaongea vitu vya maana vya Arusha. Watu wanasema vitu vya Arusha. Makonda anaenda nani huko Arusha jamani, chuga. Leo ni siku ya kuasisitiza hawa Arusha huko wasiletee usenge kwenda kula nyama, sio kufanya leo silali mimi na wakienda kula nyama wanaenda kurogwa. Kia ishauzwa, dhahabu zishauzwa. Leo tuwapambania hawa nani wachunga waite hapa, Jamani, aendelee mwingine. Wanasemaga Trump ni mtu wa kiki. Sasa nadhani wamemwona tuko na Animal. Hatuacha kuogopa mapumbavu haya, tutayashona tu matakoni haya tu. Tutawa mapolisi. Sisi tunakuja kwa kishindo kaka Tanzania. Mura ni hivi mura. Kwanza mambo yetu natani umenyere mura. Kama hiyo ni gaini ore bro, tume ni gaini ore.